Na mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna hii party ambayo ilikuwa imeandaliwa, ambapo hii party bwana, kwa mujibu wa hii post ambayo alikuwa ameandika, ilikuwa inakwenda kwa jina la house party, interest ni shilingi 40,000, na hii party ilikuwa inafanyika siku ya tarehe 25 Aprili, yani siku ya leo. Ndio hii party ilikuwa inafanyika siku ya Ijumaa, na kulikuwa mpaka kuna masponsor pale. Umeona bwana, kulikuwa kuna masponsor pale walikuwa wamejitokeza. Kulikuwa kuna games, drinks, shisha, streaming na free wifi. Hiyo ni house party ambayo ilikuwa inafanyika, ilikuwa location imetagiwa pale Sinza Mori. Sasa hii party bwana, baada ya watu, kuna mtu tu aliamua kuanzisha hiyo party na hiyo house party, na kikubwa alichokiandika sasa pembeni katika hii posta yake aliweka free kukuichi and free UTI. Umeona bwana, yani ni mtu alikuwa ameamua kuanzisha party yake nyumbani kwake, alafu alika watu kwa kiingilio cha shilingi 40,000, akatoa huduma ambazo zitapatikana, lakini pia ukitaka kufanya mapenzi pia ilikuwa ni free, pamoja na UTI pia walikuwa wameandika pia free. Sasa hii ni kitu ambacho kinaleta mmomonyoko wa maadili katika jamii, na moja kwa moja Mheshimiwa Waziri Gwajima hakuiacha hii, akaamua ashuke nayo kama ilivyo, na akaweka wazi kabisa kupitia kurasa yake wa Instagram. Aliposti alafu akaandika kwamba jamani salam, kuna hawa wenye hili tangazo, nimeziba sura ya huyo binti ambapo kila mtu ananitumia. Kwanza kabisa ni washukuru sana. Alafu baada ya kuandika hivyo, Mheshimiwa Gwajima chini hapa akaandika kwamba hatua zangu na wasiliana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo waone kama tangazo hili na shughuli hii kwa ujumla wake wametoa kibali. Nijuavyo mimi, hii shughuli haina tija na hairuhusiwi, ila kwa ajili ya haki kutendeka, ngoja niulize, halafu kitakachofuata mtakisikia. Mheshimiwa Waziri kasema hivyo kwamba ngoja aulize kwanza kama kuna kibali kimetolewa kwa kupromote hii shughuli, hiyo house party ambayo watu kufanya mapenzi humo ni bure na UTI bure, alafu then atarudi sasa kuwaonyesha kitakachofuata. Kwa hiyo manake mpaka hapo unakuwa ushaelewa kwamba Mheshimiwa Waziri amechukizwa na hili tukio, na ameamua kudili nao kama kawaida perpendicularly. Ameamua kudili nao perpendicularly. Umeona bwana, kwa hapa kuna pages zimekuja zimeripoti kuhusiana na tukio hilo na jinsi ambavyo Mheshimiwa Waziri alivyoamua kudili nao mwanzo mwisho. So tutakuletea habari zaidi kuhusiana na hii issue na hiyo shughuli ambayo walikuwa wameiandaa hawa vijana, na kuandika hivyo free kufanya free kuichi and free UTI au vipi bwana. Kwa hiyo mheshimiwa amedili nayo. Tutakuletea habari zaidi, hakikisha unakuwa karibu nasi, na pia weka maoni yako katika comment section, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.